Nani atakayemrithi Khamenei kama kiongozi mkuu wa Iran? Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika shambulio la anga lililotekelezwa na ndege za kivita za Marekani na Israel katika makazi yake Tehran mnamo Februari 28. Khamenei aliyekuwa na umri wa miaka 86 amekuwa kiongozi mkuu wa Iran tangu mwaka 1989 alipomrithi mwanzilishi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kabla ya hapo alihudumu kama rais mara mbili kuanzia mwaka 1981 hadi mwaka 1989. Kufuatia kifo chake, serikali ilitangaza siku 40 za maombolezo ya kitaifa na siku 7 za mapumziko, huku nchi hiyo ikiendelea kuwa vitani na Marekani na Israel. Maendeleo haya yamefufua mijadala kuhusu mrithi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu, si tu baada ya kifo cha Khamenei, bali pia miongoni mwa baadhi ya vitisho vikubwa zaidi ambavyo utawala huo umekabiliana navyo tangu mwaka 1979, ikiwa ni pamoja na maandamano mabaya ya mwezi Januari ambapo maelfu waliuawa na hofu inayoongezeka ya mabadiliko ya utawala inaungwa mkono na Marekani. Hili jambo linaendelea kuwa zito sana na kuchanganya akili za wadau wa siasa pamoja na viongozi mbalimbali wenye uzalendo na kuunga mkono aliyekuwa rais, yani marehemu Ayatollah. Ayatollah alikuwa na misimamo ya kipekee kabisa inayopingana na Israel na Marekani. Yote huu ilikuwa ni kutokana na juhudi pamoja na mbinu ambazo alikuwa akiziunda na mikakati mizito timu yake pamoja na baadhi ya viongozi waliokuwa wakishikamana naye, yote katika kuhakikisha kwamba wanaisimamisha Iran ikisimama kwa nguvu moja. Jitihada kubwa ziliendelea kuonekana. Baadhi ya watu walisema kwamba Ayatollah ni miongoni mwa viongozi ambao hawajataka hata mara moja kutikiswa na Marekani. Inafahamika kwamba Marekani ni miongoni mwa super powers duniani kote ambazo zimekuwa zikitaka kujitengenezea milango pamoja na fursa zaidi kwenye mataifa mbalimbali duniani. Hii ni vita kubwa ya kuweza kupata maeneo na nafasi ambazo zitamfanya Marekani kuendelea kuwa super power hapa duniani. Je, unadhani katika hili Donald Trump ataweza kuitikisa Iran na kuweza kufanya yake anayoyataka licha ya kuwa kiongozi tegemezi amekwisha fariki dunia? Acha maoni yako kwenye upande wa comment hapo chini. Tuambie ni nini zaidi umefuatilia nawe kwa upande wako na unahisi nini kitatokea zaidi. Usisahau kujiunga nasi hapa kila siku TanzaLive TV kwa habari mbalimbali za kitaifa na za kimataifa. Gusa maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe ili ujiunge nasi, usiachwe na habari hizi. Asante na kwaheri.